Nafanya mambo mengi. Kwa mfano nitakutolea sasa hivi kuna kitu kinaitwa ruzuku. Ruzuku ilianza kwenye mbolea, lakini sasa hivi pia imepelekwa kwenye mbegu za mahindi. Kwa sababu unajua mahindi sisi ni zao tunalolitegemea Tanzania. Kila Mtanzania anakula ugali. Kwa hiyo kwa upande wa mahindi nitaongelea, serikali imeweka ruzuku. Mahindi yangekuwa yanauzwa bei ya juu sana, yangekuwa yanauzwa 18,000 sehemu nyingine mpaka 20,000 yalikuwa yanauzwa. Lakini sasa hivi serikali imeweka standard nchi nzima. Mbegu za ukanda wa chini na ukanda wa kati zinauzwa shilingi 14,000 kwa ruzuku. Serikali inaongeza shilingi 2,000 pale. Unaona? Lakini kwenye mbegu za ukanda wa juu kama tembo inauzwa 14,500. Hiyo mbegu ilikuwa inauzwa mpaka 22,000. Mkulima alikuwa anaipata hivyo. Kwa hiyo umeona juhudi ya serikali imeweka ruzuku kwenye nini? Kwenye mbegu. Lakini hizi mbegu za mahindi za mboga mboga haziwezi kukua peke yake, zinahitaji lishe. Lishe ambayo ni mbolea. Mbolea ilikuwa inauzwa 140,000, serikali imeweka 70,000. Umeshaona? Kwa hiyo mkulima sasa hivi akiwa na namba ya ruzuku anapata kwa shilingi 70,000 mbolea wa mfuko 50,000. Kwa hiyo unaona juhudi ya serikali kwenye mbolea imeweka 70,000, kwenye mahindi inaongeza hela ambayo ni shilingi 2,000 ya ruzuku. Kwa hiyo mkulima anazipata, lakini pia na kuregulate utaratibu wa mbegu, kwa sababu kila mtu alikuwa anajiuzia anavyofanyaje, anavyotaka. Mwingine anauza 30,000, mwingine 20,000. Kwa hiyo wakulima walikuwa wanapata shida. Kwa hiyo ruzuku imewasaidia wakulima kuwapunguzia gharama za uzalishaji. Lakini bado serikali inanunua mazao kama ya mahindi kupitia NFRA, wananunua mbegu za mahindi, wananunua chakula, wananunua mahindi kutoka kwa wakulima. Kwa hiyo serikali inaweka juhudi kubwa, inaongeza bajeti kwenye sekta ya kilimo. Kwa hiyo tunaishukuru, ina juhudi kubwa na inatusogezea wakulima wengi. Unaona?